Nowadays kuna application nyingi sana za mikopo mtandaoni. Kila sehemu ukipita unakutana na matangazo, Facebook, Instagram, YouTube, ukipita Play Store, matangazo ni mengi kuhusu application za mikopo. Lakini kwenye hii video nitakwenda kuigusia application nambari 1. Ninazungumzia katika application zote Play Store wameiweka hii ndio application nambari 1 kwa sasa. Kwa hiyo list inaweza ka change, lakini hii ndio nambari 1 kwa sasa. Na mimi ninachokifanya kama kawaida yangu, huwa naichimba kiundani ili wewe uweze kuielewa kabla ya kuitumia. Kwa hiyo application hii inaitwa Zimacash. Tutakwenda kuichimba kiundani Zimacash. Huu ndio mfumo ambao tutatumia kuichimba application hii. Kabla sijakupa maoni yangu binafsi na maelezo muhimu kutoka kwangu binafsi, nitakwenda kwanza kukusomea review na kuzichambua review hizo. Nitachukua review 10 zenye maelezo mengi na review 10 mbaya na review 10 nzuri. Nitaanza na review 10 nzuri kabla ya kuanza kuilalua kwanza. Nikianza na review ya kwanza ambayo ni nzuri kuhusiana na application hii, inasema app hii imeniokoa sana kwenye dharura ya matibabu. Nilikuwa nahitaji pesa ya haraka usiku wa manane na ndani ya dakika 5 baada ya kujaza taarifa zangu, pesa iliingia kwenye mpesa yangu bila usumbufu wowote. Huduma yao ni ya haraka na rahisi kutumia kwa mtu yeyote. Mtumiaji wa application anasema Zimacash ni mkombozi kwa kweli. Uzuri wao ni kwamba hawahitaji dhamana yoyote wala makaratasi mengi kama benki. Unachohitaji ni kitambulisho chako na namba ya simu. Nimeanza na mkopo mdogo, lakini sasa hivi limiti yangu imepanda mpaka 300,000 kwa sababu unalipa kwa wakati. Okay, anasema limiti yake imepanda mpaka 300,000. Serious? Tutakwenda kulichambua zaidi hili swala la limit kupanda mpaka 300,000. Kuna kitu ambacho nitakwenda kukuambia kuhusiana na hizi review za application. Review ya 3 inasema nimefurahishwa sana na jinsi ambavyo hii application iko vizuri upande wa muonekano. Inamaanisha interface ni rahisi sana kuelewa kila hatua. Pia nimependa kuwa hakuna ada za siri ambazo huzijui mwanzo. Kila kitu kipo wazi unapoomba mkopo. Okay, anadai hakuna mambo yani kila kitu unachokifanya kwenye hii application basi kinakuwa wazi na unapewa taarifa mapema. Nitakwenda kugusia pia hili. Mwingine anasema na washauri watu wanaohitaji mtaji mdogo wa biashara watumie hii app. Mimi nilitumia kuanzisha biashara yangu ya genge na imenisaidia sana. Ukilipa mapema, riba inapungua na limit inaongezeka haraka kuliko app nyingine nilizowahi kutumia. Anadai limit inaongezeka na riba inapungua. Hapa napata wasiwasi kidogo. Na anasema amepata mtaji wa genge humu. Hizi applications zinatumiaga pesa ndogo sana kiasi kwamba kupata mtaji. Ngoja kwanza tuendelee tuone. Review nambari 5 inasema, huyu naona kaandika English. Ile inamaanisha kuwa application ni bora ya mikopo Tanzania kwa sasa, na nilikuwa na mawenge mara ya kwanza kwa sababu matapeli app nyingi ni za matapeli online, lakini Zimacash ni ya ukweli. Na huduma kwa wateja wamejibu email yangu ndani ya risali moja. Nilikuwa na issue moja ndogo ya kuhusu masuala ya kulipa deni. Endelee na kazi nzuri. Okay, hayo ndo maelezo yake. Huyu mwingine anasema kitu kimoja ninachokipenda kuhusu Zimacash ni kwamba hawakupigii simu kila saa kukusumbua kama bado muda wa kulipa haujafika. Wanakutumia tu ujumbe wa kukukumbusha kwa njia ya ustaarabu. Hii inanipa amani ya moyo tofauti na apps zingine. Ile changamoto ya watu kupigiwa sana, kutumiwa SMS, anadai kwamba huku kwenye Zimacash haipo. Hapa pia na wasiwasi na hii review. Na pia kama ni mtumiaji wa Zimacash unaweza kaniambia kwenye comment kama hii review unaielewa kweli. Review namba 7 inasema huduma ni safi sana. Nilikuwa nimekwama mahali sina hata nauli. Nikaipakua hii app na nikapata mkopo wa kwanza wa 20,000 papo hapo. Imenisaidia sana wakati wa shida. Nashukuru kwa huduma yenu bora. Okay. Ngoja tujifanye tunaamini kwanza ili tuendelee tufike mwisho, alafu ndio tuanze kuichambua zaidi. Ni rahisi kupata mkopo hapa hata kama huna ajira rasmi. Hauna ajira rasmi. Mimi ni mwanafunzi na mara nyingi nakwama kupata pesa ya chakula, lakini Zimacash wananiamini na kunipa mkopo mdogo mdogo ambao naweza kulipa nikipata posho yangu. Okay, hii comment sijajua kama imeandikwa kweli na mwanadamu kwa sababu ilivyokaa. Ngoja kwanza, kama nilivyosema, ngoja tufike mwishoni then turudi kwenye hizi review za juu kwamba hii review inasema yeye ni mwanafunzi anapata mkopo kwenye Zimacash alafu analipa mdogo mdogo akipata posho. Okay, akipata posho. Huyu mwingine anadai kaandika English tena. Wanajaribu kutuvuruga na hivi Viingereza vyao. Anasema app moja ya kuaminika na salama pia.
ulinzi ni high, ulinzi uko juu. Sijawahi kusikia taarifa zangu zote zikiwa zimepelekwa sehemu tofauti. Nimekuwa nikiitumia hii kwa miezi 6, sijawahi pata tatizo lolote kwenye mfumo wao. Okay, tutajifanya tunaamini kwa muda kwanza, ili tufike tu mwishoni then tuanze kuichambua. Na review ya mwisho inasema, hongereni sana kwa kurahisisha maisha ya Tanzania. Pesa inaingia kwa sekunde chache sana baada ya approval. Hii ni teknolojia tunayohitaji ili kukuza uchumi wetu wa mtu mmoja mmoja bila urasimu wa kibenki. Okay, kuna kitu nitakiongelea mwishoni nikifika kwenye hii video, kwa sababu nikiongelea mwanzoni nitakuvuruga. Na hii ndio ilikuwa comment ya mwisho nzuri kuhusiana na hii application, lakini mimi napenda hii sehemu inayofuata. Zile review ambazo ni za watu ambao wamekutana na matatizo au wamekerekwa. Mtu wa kwanza anasema, hawa ni wezi wa mchana kweupe. Okay, ameanza kwa kuwaita wezi kabisa. Anasema hawa ni wezi wa mchana kweupe. Kwenye maelezo anasema mkopo ni wa siku 91, lakini ukichukua pesa unashangaa wanakuambia ulipe ndani ya siku 7 tu. Huku ni kuonea watu maskini. Riba yao pia ni kubwa mno. Unachukua 30,000 unarudisha karibu 50,000 ndani ya wiki moja. Huyu jamaa kaandika hapa, lakini utagundua kwanza kawaita wezi. Sijajua wamemwibia nini hapa. Nadhani anazungumzia matangazo, kwa sababu kwenye matangazo anasemaga siku 91 maana siku 300. Kaambiwa alipo 50,000 wakati amechukua 30,000, manake riba 20,000. Hii ni zaidi ya 35%, ni kama kwenye 40 hivi. Review ya pili inasema app hii ni kero. Ukichelewa kulipa hata siku moja tu, wanaanza kupiga simu kwa watu wako wa karibu na kuwatumia meseji za kashfa kuwa wewe ni mwizi. Huu ni udhalilishaji na kinyume cha sheria za faragha. Situmii tena hii app kamwe. Ameapa kabisa kuwa hatumii kamwe. Lakini alichokutana nacho ni kwamba alichelewa. Kabla hujakopa ufahamu kuwa ukichelewa kulipa lazima tu watakufanyia, watakuletea kasheshe. Mwingine anasema, nimeomba mkopo wamenikatalia bila sababu yoyote ya msingi, wakati nimejaza kila kitu vizuri. Cha ajabu, wameshachukua taarifa zangu zote pamoja na picha ya kitambulisho changu. Naogopa wasije wakatumia taarifa zangu vibaya. Sio kila mtu atapata mkopo. Wakichukua taarifa, wakiziangalia, wakiona hufai kupata mkopo, basi watakunyima mkopo. Review nyingine nasema interest rate ni kubwa sana. Riba ni kubwa sana. Wanasema riba ni ndogo, lakini ukipiga mahesabu ya riba ya kila siku inafika mpaka 40% ya mkopo wenyewe. Wanadai riba ni ndogo, lakini ukipiga hesabu unakuta ni 40%. Huyu ni mtu wa pili analalamika kitu kile 40% makato. 40% riba. Review ya 5 inasema system yao ina matatizo. Nililipa mkopo wangu juzi kupitia M-Pesa na muamala ulienda, lakini kwenye app bado inaonyesha nadaiwa na riba inazidi kuongezeka kila saa. Nimejaribu kuwapigia simu hawapokei na email hawajibu. Huku ni kuibiana. Huyu ndio ameelezea uwizi sasa. Maana ikiwa hivi inaweza kawa ni itirafu, lakini itirafu hii inaonekana kama ni uwizi kwa mtumiaji, kwa sababu hawezi akalipa na wakasema hajalipa. Kwa hiyo unaweza kukutana na hii issue kama unataka kutumia hii application. Mwingine anasema, ameandika English pia, nadhani anataka wanivunje ulimi. Anasema muda wa kulipa mkopo ni utapeli, kwa sababu ni tofauti maybe. Kwa nini wanadanganya kwenye Play Store wanasema ni siku 91 wakati huo kwenye app ni siku 7 au 14? Haya ni matangazo ya uongo. Hamna mtu ambaye anaweza akafanya biashara kwa mkopo wa siku 7. Ni mtego tu. Okay, analalamika issue ambayo inaongeleaga sana. Matangazo, usiamini sana matangazo na zile posta zao. Watasema siku 91 lakini unalipa siku 7. Ndani ya siku 7 Kwa hiyo anadai huu ni mtego. Hamna biashara ya namna hiyo kwamba ukachukua mkopo then ukafanya biashara siku 7 ukarudisha na faida pamoja na ile riba yao. Review nambari 7 inasema kiwango cha mkopo hakipandi hata kama unalipa kwa wakati. Nimechukua mkopo mara 5 na kulipa kabla ya muda, lakini bado niko kwenye 15,000 ile. Inaonekana wanataka tu kuchukua riba zao bila kumjali mteja aendelee mbele. Hiki ni kitu ambacho kwenye hizi applications za mikopo unakuja kugundua sana. Wanadai kuwa kadri unavyoendelea kutumia basi unapanda kiwango na limit yako ina change na vitu kama hivyo. Lakini watumiaji wengi hawajai kutana na hiki kitu cha limit kupanda, bali wanakwama pale pale, au unaweza ukakopa mara 2 ukakataliwa mara ya 3. Mtu wa 8 anasema, wananisumbua kwa message kila saa hata kama deni bado halijafika muda wake. Ni kero sana kuwa na app inayokupigia simu 5 kwa siku kukukumbusha deni ambalo unajua kabisa utalipa tarehe iliyopangwa. Review nambari 9 inasema, usidownload hii application.
kama unajali usalama wako, unajali privacy yako. Wanaomba permission ya SMS kusoma contact zako, kuona picha zako, ili ukishindwa kulipa wanatumia information hizo kukudhalilisha kwa marafiki au familia. Na hii ni issue ambayo application nyingi zinafanyaga sana, na sijajua kwa nini hadi sasa hivi haijachukuliwa hatua. Hizi information sawa ni pesa yao, inabidi waanze kuitafuta, lakini uzalishaji wanaofanya ni too much. Kwa hiyo huyu pia anasema amekutana na hii issue kwenye hii application ambayo ni nambari 1 kwenye Play Store. Na review ya mwisho inasema, waliniambia mkopo wangu umekubaliwa na $100,000, lakini nilipoangalia kwenye simu nimekuta wametuma 70,000 tu, wanataka nilipe $100,000 na 10,000. Ile 30,000 nyingine imeenda wapi? Ni matapeli. Huu ndo ujinga ambao application nyingi wanapenda kufanya. Ukikopa pesa, kwa mfano huyu anasema amekopa $100,000, wanachokifanya wenyewe wanaweka makato hapa, ambayo makato wenyewe hayana maana yoyote, wanayakata wenyewe. Watakwambia makato ya muamala ni 30,000. Kwa hiyo kwenye $100,000 unapokea 70,000. Lakini wanakuhesabia kama ulikopa $100,000 bado. Hiyo 30,000 wanadai eti ni makato ya muamala. Uhalisia wa hizi application uko hivi. Comment nyingi nzuri kama hapa, nikienda juu hapa, hizi nyingi nzuri utagundua jinsi zilivyoandikwa. Ngoja kwanza, ukitazama hii ilivyoandikwa, imeandikwa Zima Cash ni mkombozi wa kweli, nukta. Ni review ambayo imekaa kama promo, ni review ambayo imekaa kama imeandikwa kitaalam sana. Nukta hizi wabongo wengi hawazingatii sana uandishi wa namna hii. Tukienda kusoma comment za hizi mbaya, utagundua huyu kaandika hawa ni wezi wa mchana kweupe. Kwenye maelezo wanasema mkopo ni wa siku, kaweka mkato. Hivyo mikato. Utagundua kitu kimoja hapa. Hapa nukta, mkato. Hizi comment mbaya zimeandikwa kawaida. Kuna nukta, kuna mikato. Lakini nimeziandika vizuri kama walikuwa waandiki wamalizie sentence ili nisikosee kusoma, kwa sababu Kiswahili kinanishinda kusoma sometime. Kwa hiyo hizi comment mbaya unagundua zimeandikwa kikawaida, ila comment nzuri zimeandikwa kitaalam sana, kiasi kwamba sometimes wanatumia Kiswahili ambacho kikawaida huwa hatutumiagi. Kwa hiyo ninachotaka niseme kuwa hizi comment nzuri, kitu kimoja ninachopenda kuhusu Zima Cash ni kwamba hawakupigii simu kila saa kukusumbua. Tunajua ni uongo. Kama bado muda wa kulipa hujafika, tunajua ni uongo, okay? Kwa hiyo hizi comment nyingi nzuri hizi zinakuwaga ni wameandika wenyewe. Wanaziweka pale ili sisi tukianza kureview kama hivi tujue application ina mambo kama haya, wakati huo hakunaga vitu kama hivi wanavyotaja. Hizi comment nzuri nyingi, zingine zimeandikwa na watu, lakini zingine nyingi zimeandikwa na wao wenyewe. Pesa inaingia kwa sekunde chache, mara nyingi zimekaa kama promo, lakini hizi zimekaa kama lawama. Bora kusikiliza lawama kuliko kusikiliza zile ambazo zimekaa kama promo. Sasa nikienda kwenye uhalisia wa hii application ya Zima Cash ni kwamba kiwango cha kukopa wanaanzia 15,000 mpaka 500,000. Sasa kwenye kufika 500,000 hapa inabidi ndio uwe mlipaji mzuri. Lakini kwenye hizi application hata ulipe sana, utachukua muda sana kufika kiwango kikubwa. Pia wanazingatia sana taarifa zako. Kama taarifa zako ni nzuri, unafika kiwango hiki. Muda wa kulipa ni siku 7. Kama ni mtumiaji wa muda mrefu unaweza kufika siku 14, lakini ni ngumu sana, lakini siku 7 ndio kawaida. Na riba sasa ni 36.5 mpaka 50%. Hiyo ndio riba. Bonge moja ya riba kwa siku 7 ni riba kubwa sana, ambapo kabla hujakopa kwenye hizi application inabidi ufikirie mara mbili. Mimi naitwa Vinei na hii inaitwa Vinei TV. Nilitaka tu tuichambue hii application kwa sababu naona ina trend sana kwa sasa hivi. Inaitwa Zima Cash, inamilikiwa na hawa jamaa wanajiita Temeria Microfinance. Bye.